Mbunge wa Githunguri Mheshimiwa Gathoni Wamchomba ameibua gumzo jipya katika ulingo wa siasa baada ya kuweka wazi sababu za kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Okengo Matiang'i. Kauli yake imekuja katika kipindi ambacho joto la kisiasa limeanza kupanda huku viongozi wakijipanga kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wamchomba ambaye hakuhudhuria uzinduzi rasmi wa chama chake cha kisiasa kinachohusishwa na naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, Democracy for Citizens Party ama ukipenda DCP, alichukua mwelekeo tofauti wa kufanya kikao cha hadhara na Daktari Matiang'i siku hiyo hiyo. Hatua hiyo imeonekana kama msimamo wa kisiasa wenye ujumbe mzito kwa wale wanaofuatilia mienendo ya kisiasa katika mrengo wa Kenya Kwanza. Katika mahojiano aliyofanya hivi karibuni na kituo kimoja cha mtandaoni, Wamchomba alisisitiza kuwa hana nia ya kuunga mkono viongozi kwa msingi ya kikabila, bali atasimama na wale wanaojitokeza kwa ajili ya kutetea maslahi ya wananchi haswa wa kawaida. Alieleza kuwa kwa sasa taifa linahitaji viongozi wenye uthubutu, uaminifu na uwezo wa kusikiliza na kutatua changamoto zinazoikumba jamii hasa katika nyanja za kiuchumi na kijamii. Daktari Matiang'i ambaye ametangaza nia ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ameanza kujijengea umaarufu mkubwa hasa katika eneo la Nyanza na maeneo mengine ya nchi, na kupokelewa kwake kwa shangwe kubwa katika kaunti ya Kisii hivi majuzi kumetafsiriwa kama dalili ya kukubalika kwake miongoni mwa wananchi wanaotafuta mabadiliko ya kweli. Uwezo wake wa kuwasiliana kwa ufasaha na umahiri wake katika kushughulikia masuala ya usalama alipokuwa waziri wa masuala ya ndani vimeongeza imani ya baadhi ya Wakenya kwamba huenda akawa miongoni mwa wagombeaji wa urais watakaotoa ushindani mkali na hali ya sasa ya uchumi ambayo imeendelea kuandama wananchi kwa gharama ya juu ya maisha na kwa ukosefu wa ajira. Imeongeza kiu ya kutaka mabadiliko ya kiongozi yanayowalenga wananchi wa kawaida. Msimamo wa Wamchomba unaweza kutazamwa kama hatua ya kujitenga kidiplomasia kutoka kwa siasa za mrengo wa Kenya Kwanza, hasa ikizingatiwa kuwa Gachagua amekuwa akijaribu kujitengenezea nafasi mpya kupitia chama cha DCP, na kupuuza kwake hafla ya chama hicho mpya na kumchagua Matiang'i kama rafiki wa kisiasa ni ishara kuwa siasa za mwaka 2027 zitashuhudia mivutano mikubwa na mipya ya miungano tofauti ilivyotarajiwa hapo awali. Kwa sasa hatua kama hizi kutoka kwa viongozi wa kisiasa zinaendelea kuchangia katika kuunda sura mpya ya medani ya kisiasa nchini, huku raia wakifuatilia kwa makini mienendo ya kila mwanasiasa mwenye mwelekeo wa kuwania nyadhifa kuu. Ikiwa ni mgeni hapa na unapenda masuala ya siasa, basi hapa ndipo. Kumbuka kusubscribe.